Ilikuwa ni zawadi ya kamera, lakini shida ilianzia hapa. Kila aliyempiga na kamera hiyo alikufa hapo hapo. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Picha yetu inaanza ikituonyesha dada mmoja ambaye anaitwa Build Future. Huyu dada yeye ni mtu ambaye anapenda sana kuwa cameraman. Na hapa alitoka kutengeneza kamera yake kwa sababu ilikuwa inamsumbua kwa kipindi kirefu. Lakini alipotoka ndani ya duka hilo la kutengeneza kamera, alikutana na mpenzi wake wa zamani ambaye anaitwa Kana. Kana alikuja na washikaji zake na wakaanza kumtania, yani kumletea masiala shemeji yao wa zamani. Dada huyo aliondoka moja kwa moja na kufika katika duka jipya ambalo mume wake au bwana wake mpya Tyler anafanya kazi. Lakini leo Tyler alimwandalia zawadi nzuri dada Build Future. Akamwambia, nimekununulia kamera nzuri, lakini naomba usilaze damu, naomba unipige picha moja. Na dada akamuasha bwana. Alipomwasha picha hiyo, mchizi akataka kupigwa kisi, lakini dada akamwambia, busu nitakuchapa usiku, acha kwanza niwae nyumbani niende kafanye kazi madi nijiandae. Alifika mpaka nyumbani na hapa tunamwona Kesi ameingia, lakini alitamani kumpiga mbwa akaogopa bwana kupigwa picha, akarudi nyuma. Kesi akamwambia, hakika umepata kamera mpya leo, basi kazi ni moto juu ya moto. Leo tutapigana picha, tutafotoana mpaka basi, kwa sababu siku leo kuna bonge la party. Kwa dada alimuelekeza, lakini Build akamwambia hakuna noma. Na usiku ulipofika, walikutana na Devin pamoja na demu wake Ana, wakapanda gari wakawa watu wanne, yani Devin, Ana pamoja na Kesi. Dada Build akachukua ile picha ambayo alimwasha Tyler mchana, lakini aliona kama ile picha ina kivuli, na alipojaribu kufuta kile kivuli, ile picha ikagoma bwana. Kivuli kile kikampa maswali mengi. Upande hapa tunamwona mchizi akifunga duka akajiandae kulifuata lile busu, lakini hapa alikuta barua kutoka katika project. Akawasha project yake kwenda kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea. Mara ghafla anaona kivuli ndani ya project ile na kitu ambacho yeye hakutegemea. Akasema kuna mtu mwingine zaidi yangu mimi hapa ndani. Basi ile project ndio kufanya kazi naye akimsaka mtu wake ambaye kaona kivuli chake, lakini wala kumuona. Ghafla anatokea mzuka ule bwana, ukapita naye na mchizi Tyler akawaelewi, na mwisho wake ukafika. Bidada huku akimsubiria bwana wake, kila akimgojea bwana afiki, alimgoja wewe mpaka akamgoja tena. Lakini hapa kuna mtu anamkodolea macho na hakumuelewa ujamani nani ambaye amevaa kinyago ameficha sura yake. Dada akaona bora ajisogeze pembeni, ikiwezekana amkwepe huyu mtu, lakini kumbe alikuwa Kana, ni yule ex wake ambao alishagombana zamani. Kana alikuja hapa mixa kujichekesha, yani kama anautaka tena. Huku majamaa wamejiachia, Devin pamoja na Ana, yani hawana mswali mtume, mixa kujiachia, mixa kuromantika, yani mahaba tele. Hapa kipindi anawafotoa kuna mtu bwana akashobokea dundo katika ile picha ama katika ile kamera ya miujiza, na alipowapiga hapa picha, walipoangalia walikuta vivuli. Lakini dada hakujali sana kwa sababu ndo kamera yake mpya, lakini hapa amekuja kukamatwa na polisi kwa sababu mtu wa mwisho wa yeye kuongea naye alikuwa ni Tyler. Kwa hiyo Tyler amepoteza maisha. Dada anapata habari ngeni ambao amepata akiwa hajategemea. Kwa nini Tyler amekufa? Na anaambiwa wewe Tyler ndo mtu wa mwisho kumpigia. Polisi alimwambia hakika wewe ndio mtu ambaye wa mwisho kuwasiliana naye, na hatujajua kipindi ambao umeenda kuonana naye kitu gani ambacho mmeongea. Kwa ile balaa liko linaendelea na dada bado yuko njia panda, anajiuliza Tyler kimemtokea nini. Lakini kila kiangalia hii picha anaona kivuli, na akaangalia hizo picha mpya ambazo amepiga hawa marafiki zake bado zote zina vivuli. Akauliza tatizo ni nini? Hivi vivuli vinasababishwa na nini? Na dada akatamani kujua nini kinachoendelea, lakini vivuli na nafsi za ajabu zinaendelea kuwasumbua mashoga zake ambao wamepigwa picha. Huyu shoga yake mwingine anakimbizwa na ule mzimu ambao umemuondoa Tyler, na hapa huyu shoga naye anapoteza maisha. Mzimu ulikamata shingo yake na ukanyonga. Hapa leo asubuhi anapokea simu ya kwamba mtu fulani amekufa. Dada ameshikwa na hofu kidogo na amepata mshangao mzito. Alipoangalia kivuli hiki, je, kwenye picha hii kimehamia kwa nani? Akakiona kivuli kile kimehamia kwa shoga yake mwingine. Akaona shida itakuwa kamera. Alipotaka kuivunja kamera ikamwazibu. Ikabidi aje aliwasilishe swala hili kwa mashoga zake. Akawaambia chanzo nadhani ni hii kamera, kwa sababu hii kamera nitapokupiga picha kikikaa kivuli ndipo unadhani umauti kama unakutokea. Watu wakakaa katika sitofahamu, wakaanza kubishana. Bwana, hayo ni mambo ambayo hayawezekani. Yani kamera tu imeonyesha kivuli, labda negative zimetoka vibaya ama picha ina tatizo, basi ikabidi waitie picha moto. Bwana, walipoitia moto, yule mtu ambaye alinyosha mkono wake upande wake, mkono wake kweli ukaanza kuungua na mkono ukapata tatizo, ikabidi wampeleke hospitali bwana. Pale kidogo kaanza
kusadiki yale yote ambayo anaongeleka na ubidada bila kuzima ile moto katika ile picha, basi na maana wote wangeteketea, wanne wote walopiga ile picha. Hapa wakakaa na maswali mengi, wakaanza kujiuliza ni kitu gani ambacho kinaendelea, ama ni uchawi gani ambao umetumika, uchawi kutoka Afrika ama kutoka kule nchini Nigeria. Hawa watu hawaelewi. Wengine wakasema bwana, hiyo ni Mtwara huko Makondeni, uchawi huo ndio uchawi ambao wanautumia. Bwana dada huyu wakaanza kuangalia namna gani wanaweza wakajiokoa. Hapa kuna mtu amemtembelea ili mradi wajue, lakini mzimu bado ukaendelea kumsumbua bidada. Kwa nini unataka kuiacha hii kamera? Na wewe ndio ambao tumekuchagua. Dada akanusulika kufa baada ya kutaka kunyongwa na ile skafu yake anapenda kuvaa shingoni, na mtu aliyemokoa ni Kana. Kana akamwambia twende huku, kuna mtu unadhani kwenye historia tumesikia alishawahi kutumia hiyo kamera, na moja kwa moja wakatoka, lakini kivuli kipo kwa Kana. Kwa hiyo na maana sasa hivi mlengwa ni Kana. Ikabidi Kana amtembelee huyu dada ambaye amenusurika kufa hapa, ili mradi wamwangalie maendeleo yake anaendeleaje, kwa sababu kivuli inasemekana kikitoka kwa udada kinaenda kwa Kana. Hapa sasa Kana anampigia udada, anamwambia hakika hauko salama, hakika hauko poa, kwa sababu kivuli kimekukaribia, acha nije nikusaidie. Basi jamaa anafika hapa, anachokikuta kiamini, anamkuta udada zamani ameshakufa, na mapolisi walipowasili walimwambia hakika kuna jambo ambalo linaendelea ambalo sisi hatulijui, na hili jambo linaonekana la miujiza sana. Kitu gani? Ikabidi dada ajisi yeye ndiye ambaye amesababisha, kwa sababu yeye ndiye ambaye aliwapiga picha mashoga zake, na hakika marafiki zake wanapotea mmoja baada ya mwingine. Jambo lile likaendelea kuwatesa sana, hasa huyu mwanamke Bildi. Akamwambia Kana hakika angekuwepo babangu mzazi, hili swala lingeishaisha safi na haraka sana iwezekanavyo. Ikabidi angalie picha ambayo kaika katikati ya mkufu wake, akamwambia baba, kokote ulipo mwanao, nina shida, nisaidie. Kana akajisikia huruma sana, ikabidi waipekua ile picha ili mradi waangalie, kwa sababu kila anaitumia kitu hiki lazima yeke seni yake. Na kweli walipata location ya kwenda kuangalia, wakafika maktaba na wakaanza kuchunguza ni nani ambaye alikuwa anatumia hii picha. Wakamwona ni Ronald Joseph Sandriki, yeye ndiye ambaye alikuwa anamiliki hii picha, lakini taarifa zake zilikuwa za kutisha sana. Inasemekana huyo Joseph yeye ni mwalimu ambaye alipiga picha na kuwa wanafunzi wake 3 kwa kuwapiga picha tu. Kwa hiyo jamaa alikutwa amekamatwa na kwenda kufungwa jela kifungo cha maisha. Swala lile lilifika mpaka mezani, wakaanza kushauriana yeye na marafiki zake na kuambizana namna gani wanaweza kufika kwa huyo Ronald ili waweze kumaliza tofauti zao. Wakaendelea kushauriana, wakaendelea kujadiliana na kitu gani ambacho wanaweza kufanya. Wakapata jibu bwana mmoja akasema, hakika jamani, hebu nipigeni mimi picha kwanza niangalie hiki kivuli kitatokea, na kama kivuli kitatokea basi yote unaosema ni kweli. Basi wakiwa wanaendelea kushauriana, na hapa jamaa akang'ang'aniza kwamba hebu nipigeni picha. Basi akanyosha mkono wake mbele na watu moja kwa moja wakatamani kuendelea kumfotoa. Mchizi akanyosha kwa kujiamini, kwa sababu anajua yeye hakuna kitachotokea. Watu hawakulaza damu bwana, wakampiga picha, lakini kile kivuli kikaonekana, na mchizi akaambia bwana mwanangu, na wewe upo katikati yatu unaelekea kufa. Mchizi kama akajisikia kupaniki hivi kwamba masuala ya kifo, na unajua tena unapoambiwa masuala ya kifo sio mchezo, akachukua kisu akakichoma katika ile picha, na mwisho wa siku hapa ikazua taharuki kwa sababu damu zilimtoka kweli, na mwisho wa siku askari akawakuta wakiwa wanagombana. Ikabidi awachukue moja kwa moja na kuwapeleka kituoni na kuendelea kuchukua mahojiano. Bwana, nyinyi kitu gani, kwa nini mnafanya hivi? Basi askari huyu akamwambia, basi kweli mnachokisema kama ni kamera ndio ambayo inasababisha hivi, na hata ulichoma kisu damu zikatoka kweli. Kuna gazeti hapa lilielezea juu ya mwalimu huyo. Askari akazidi kuwapa njia namna gani wanaweza kumfikia yule teacher Joseph Sandro ambaye yeye alikuwa anamiliki hiyo simu. Hapo kafika mpaka kwa mkewe Lana Sebla, ambao huyu ni mke wake na jamaa ambaye teacher Joseph Ronald Sebla, ambao yeye tayari amefungwa ama tayari ameshapoteza maisha huko gerezani. Hapa kuna habari zake za enzi na kipindi kamera hiyo, kipindi ambacho anaitumia kwa huyu mwanamama. Anahadisia hapa na kuapa ni si mwingine bali Rebecca James Sebra. Huyu ni mtu wa karibu sana, na anahadisia kipindi zawadi hiyo anavyotoa baba kumpa mwanae, na baba huyo naye alitoa kumpa mwanae, na mwanae akampa mwanae. Kwa hiyo maana ni urithi wao, na hiyo ni jadi yao, wakawa wanarithishana. Lakini inaposiku huyu binti yake na mzee Ronald Joseph
Joseph Sebla alifanyiwa kitu tofauti na wanafunzi wenzake. Baada ya walimdhihaki na kumfanya kama mtu ambao amekosa heshima na kujinyonga, na baba Joseph akachukua uamuzi wa kuwafuata wanafunzi hao wamemfanyia mtoto wake jambo hilo baya na kuanza kuwapiga picha, na alipowapiga picha wale wanafunzi moja kwa moja yakatokea mazito. Kwa hiyo ndo maana maaskari walimkamata, kwa sababu alitumia kamera vibaya na alikutwa ameshajiua baada ya kujipiga picha naye mwenyewe amekufa akiwa ameshikilia kamera. Kwa hiyo ni historia ya ufupi ambayo ya Ronald, mtu ambaye alikuwa anatumia hiyo kamera. Akaambiwa suluhisho la hilo swala liishe ama lipotee ni kujipiga picha wewe mwenyewe, na baadaye ukabiliane na huyo mzuka ambaye yeye anakuamuru upige picha watu na kutoa nafsi zao. Basi walitoka hapa wakaendelea kuangalia na wakaendelea kusaka namna gani wanaweza wakatatua, lakini hapa polisi aliwafuata na polisi akawaambia, hakika bwana, na mimi nataka mnipige picha, ikiwezekana nipambane naye huyo shetani ambaye anatoa roho za watu. Watu walisi kama mchezo, wengine wakataka kujua, wengine wakajeka kipaumbele kwa sababu huyu ni polisi. Basi ikawa so kesi, na mwisho siku wakaingia ndani moja kwa moja kuendelea, kwa sababu hii story na hadithi yote ipo katika mkanda, na hata huyu teacher Ronald Joseph alirekodi. Askari huyo alimwambia habari hizi zilitokea miaka mingi sana na tulikuwa tushasahau, kumbe chanzo ni kamera, na kamera hii bado unaitumia. Hapa moto ukawaka, kwa maana kuna mtu siku yake ya kufa imekaribia, na huyu shetani alipotokea hapo walimpiga bunduki na shetani akaendelea kuwakimbiza, kwa sababu huyu Eva leo ni siku yake ya kufa. Alipambana sana jamani, mimi nakufa, alitotea sana roho yake, alipigania sana nafsi yake, lakini sasa hivi hawakutaka kufa tena, wakataka kupambana naye huyu shetani ambaye anatoka ndani ya kamera hiyo, wakiwa wanashota mpora kuokoa roho zao, lakini mambo yanakuwa sio mambo. Na dada hapa Billy anaokota kamera, lakini mambo yanakuwa mazito. Akaona bora ajipige yeye kwanza, ikiwezekana huyu shetani ambaye anaua ndugu zake ajiamue yeye. Akafuata ushauri wa mama Rebeka, na mwisho siku huyu shetani akatokea akamshika mkono, na huyu shetani alikuwa ni mbarukutono, ni mrefu sana, ikabidi achukue ile kamera na kumpiga picha, lakini hakupata vitu vingi, bali alipata mkono tu wa huyu shetani. Na shetani huyu hapa anamwambia, hakika lazima niondoke na wewe. Shetani akiwa anashota mpora aliingiza ile picha kwenye moto, na mwisho wa siku kweli shetani aliwaka moto, na walifanikiwa kummaliza shetani huyo ambaye alikuwa anakaa ndani ya kamera. Na bidada akaona nisije nikamtoa tena kopi mwingine hapa na nikazidi kuleta matatizo, ikabidi achukue ile kamera na kwenda kuitupa baharini ili mradi mwisho ufikie. Wanangwe, huo ndio mwisho wa picha yetu, na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, usisahau kusubscribe, usisahau kutufollow. Ciao.